Ni kuelekea katika mchezo wa nusu fainali wa mashindano ya kombe la muungano ambayo yameendelea kushika hatima huko visiwani Zanzibar, ambapo Young Africans atamwalika Azam FC katika uwanja wa New Amani Complex katika mchezo wa nusu fainali. Tunakwenda kuangazia mchezo huu kinagaubaga, utakuwa ni mchezo wa aina gani? Compare ni miongoni mwa timu ambazo katika ligi kuu ya NBC Premier League wameshawahi kukutana na haikuwa mechi rahisi kwa timu zao zote mbili. Naitwa Leopard John, niko hapa na Shabel Daniel kwenda kuchambua mchezo huu kinagaubaga moja kwa moja. Shabel, ni nusu fainali ya kombe la muungano ya kwanza, Young Africans dhidi ya Azam FC. Tutegemee mchezo wa aina gani hasa katika mashindano ya muungano msimu huu? Mechi ngumu kwa sababu ni mechi ambayo inazokutanisha timu mbili bora kwa sasa kwa upande wa ligi ya Tanzania, lakini ukiwazungumza Yanga na Azam, timu ambazo zimekuwa zina historia kubwa kwenye mpira wa Tanzania bara kwa miaka hivi karibuni, lakini pia kwa mujibu wa maoni ya wengi na kwa mujibu wa ushahidi wa macho yetu, pia ni mechi zao mara nyingi zimekuwa zina mvuto mkubwa sana. Dabi ya Dar es Salaam kati ya Yanga na Azam imekuwa ikivutia watu wengi kutazama kwa sababu mara nyingi ni mechi ambayo inahusisha zaidi matukio ya kimpira zaidi ya dabi, kwa mfano ya Kariakoo ambayo mara nyingi huwa inajadiliwa sana na vitu ambavyo vipo nje ya uwanja. Kwa hiyo tutashuhudia mechi nzuri ambayo inazikunisha timu mbili ambazo zina vikosi vizuri kwa sasa hivi kwenye ligi ya Tanzania. Sawa, tumeshuhudia mabadiliko ya vikosi katika timu zote mbili kwenye mechi zao za kwanza. Kuelekea kwenye huu mchezo, tutegemee kitu kama hichi kikiwa kinaendelea ama tutegemee zile full squad ambayo tumekuwa tukiziona ambazo mara kadhaa wamekuwa wanafanya vizuri kwa upande wa Azam lakini pia kwa upande wa Young Africans? Yes, ni mechi ya nusu finali, mechi ya Yanga na Azam. Nafikiri ni mechi ambayo tutarajie kwamba makocha wote wa timu zote mbili, upande wa Yanga Pedro Goncalves, lakini pia kwa upande wa kocha Azam Folai Benge, ni tutarajie kwamba wataweka vikosi vyao full, kwa sababu Azam mechi yao ya robo finali waliweka kikosi ambacho kina wachezaji wengi ambao mara nyingi wamekuwa hapati nafasi ya kwanza. Waliopumzisha kina Msindo, walipumzisha kina Lusajo Mwikenda, lakini pia tukumuona Faisal katika mchezo huo akianza. Kwa ni nyota ambao kwa hadhi ya ukubwa wa mchezo huo you expect kwamba watapata nafasi ya kuanza ili kuvutia zaidi kuipamba hadhi ya huu mchezo. Lakini kwa Yanga pia nadhani kikosi chao kidogo cha mchezo wa robo finali kilikuwa strong kwa kiasi chake. Walianza wachezaji wengi ambao mara nyingi you expect wao kwa wanaanza katika michezo ya Young Africans, wakashinda kwa kishindo. Lakini dhidi ya Azam pia ni mechi ambayo naamini kuna nyota ambao hawakuanza, mtu kama Pacome anaweza akarejea kwenye kikosi cha kwanza akaongeza ubora. Dube mechi ya kwanza alifunga magoli mawili, anaweza akapewa muendelezo akaendelea. Lakini jambo zuri pia kwa Young Africans ni urejeo wa mshambuliaji wao Maria Depu ambaye ametoka kwenye injury ya muda mrefu kidogo, amerejea. Kwa hiyo kama atakuwa fit naye pia anaweza kupata nafasi ya kuanza katika mchezo huu ama kuingia kipindi cha pili, kuongeza pia ubora na quality katika eneo la ushambuliaji la Young Africans. Kwa hiyo ni mechi ambayo tutarajie vikosi viwili ambavyo vitakuwa ni vyenye wachezaji bora ambao wataiongezea ladha hii mechi na watawapa kile ambacho mashabiki wanakitarajia. Sawa, unakwenda kuwa mchezo wa tatu msimu huu kwa timu hizi kuweza kukutana mara baada ya ligi kuu mara moja, Mapinduzi the same mara moja, lakini safari hii kwenye kombe la muungano. Tutegemee pia kuweza kuona ushindani ambao kwenye game zote mbili tulizishuhudia hapo nyuma, ama kipi cha tofauti ambacho pengine tukitegemea katika mchezo wa safari hii? Nafikiri tutarajia kile. Fixture ya Azam na Yanga ni mechi ambayo always ni competitive, ya ushindani sana, tena ushindani wa hali ya juu. Nimekwambia ni mechi ambayo mara nyingi huwa haizungumzi sana na matukio ya nje, kiasi fulani ambacho kinawapa utulivu wachezaji kufocus na issue za kimpira ndani ya uwanja. Kwa hiyo unaweza kuona mechi mbili zilizopita, ya kwanza walikutana kwenye finali ya Mapinduzi, Azam wakapoteza kwa mikojo ya penalti. Lakini angalia mechi yao pia ya ligi nao ambavyo ilikuwa ni mechi ambazo ni ngumu sana kuitabiri mechi ya Azam na Yanga. Kikubwa tu ni ikichezeshwa kwa haki na usawa, na mimi itakuwa ni mechi ambayo
pengine watu wengi wanakadhani ni fainali kabla hata ya fainali. Sawa, walimu wataingia kwa namna gani hasa kwenye huu mchezo compared ni mchezo wa knockout, kwa maana hatua ya nusu finali? Tutegemee nini kwa Pedro Goncalves, mwalimu mkuu wa Young Africans, lakini kwa coach wa Azam FC kwa maana Folai Benge kwenye kuelekea huu mchezo kwa maana game approach? Nafikiri wamekutana walimu wawili wenye falsafa za kufanana. Pedro Goncalves ni mwalimu ambaye kwenye michezo hii ya kutafuta kitu hasa hii ya knockout anajua huwa anaicheza kwa tahadhari. Mara nyingi huwa commit approach zake za kuifanya timu ichezee zaidi katika mid block, kabia katikati, ikiwezekana sana anashusha sana, anaushusha chini mstari wake wa mwisho ulinzi, kuhakikisha kwamba timu inakuwa compact, very organized, kuhakikisha kwamba wapinzani hawapati ile mianya mingi ya kutengeneza nafasi between the lines. Lakini ni mpira huo wa Folai Benge, ni kocha ambaye pia yuko very cautious, anacheza sana naye kwa tahadhari, anaweza siweke watu wengi akaanza na wachezaji wengi defensive minded nyuma, lakini ni kocha ambaye ubora wake mkubwa sana upo kwenye kuorganize eneo lake la ulinzi, hasa kuifanya timu iwe very compact katikati mwa uwanja. Ndio maana mara nyingi huwa anaanza na viungo wawili wakabaji, Akaminko kama holding, lakini pia Imidi Mao akisaidia pia kuwa protect walinzi wa nyuma. Kwa hiyo hawa wote ni walimu ambao ukitazama namna ambavyo Ibenge anaanza, the same pia kwa Pedro Goncalves. Mechi zote za Azam mara nyingi lazima aanze na viungo at least watatu wenye uwezo wa kukaba, lakini athleticism ile ya kucover ground kwa muda wote wa mchezo. Na hapa ndipo utamkuta dada kwenye mechi hiyo anaanza mtu kama Damaro, anaanza Duke, anaanza Mudathir katikati, anaanza na viungo watatu. Lakini kwa Ibenge pia the same. Ibenge pia kuna sometimes anapenda kuinvert fullback wake kuja kuongeza idadi kwenye eneo la kiungo. Mara nyingi huwa anamtumia Pascal Msindo, timu ikiwa na mpira naingia ndani kwenye kuongezeka kwenye midfield, ku overload, kuwa na idadi kubwa ya wachezaji katikati mwa uwanja, kuongeza tu ile compactness ya Azam kutopitika kirahisi pindi mipira ambapo inapotea. Lakini Azam sifa yao kubwa ni wanatengeneza sana mashambulizi kutokea pembeni. Azam wanatengeneza sana mashambulizi kutokea pembeni. Mara nyingi nimemtaja huyu Msindo ndo amekuwa instigator, lakini pia Idi Nado kushoto huku ni mmoja kati ya creators wazuri, lakini finishers wazuri. Kulia huku kidogo hakuko strong sana, tangu ameondoka Jibril Sila upande ule Azam wana struggle kupata mchezaji mwingine mwenye hatari wa kufunga pamoja na kuleta zile extra factors kutokea upande ule wa kushoto wa kulia. Mara nyingi anayehusika sana na magoli upande wa kulia ni fullback wa kulia Lusajo Mwaikenda. Kwa hiyo Young Africans wanapaswa kuwa makini na maeneo hayo ya pembeni ya Azam, lakini wanapaswa pia kuwa makini Young Africans kwenye mipira ya kutenga, set piece. Azam mara nyingi wana pattern zao za kutumia mipira ya set piece. Mara nyingi kama umegundua kwenye michezo yao hawapigi mipira moja kwa moja, wanaanza mipira mifupi ambayo utakuta kwa wachezaji kama wawili au mmoja kwenye box anasubiria, anapiga moja kwa moja golini. Wamefunga hivyo dhidi ya JKT Tanzania Dinado. Kuna mechi pia niliona na KMC walipata goli la namna hiyo, lakini kuna mechi dhidi ya Simba wali attempt zaidi ya mara mbili kwa mipira ya short corners na short set pieces. Kwa hiyo Yanga anapaswa kuwa makini. Young Africans, Azam pia kwa Yanga umakini wao unatakiwa uwe same moja. Azam anapaswa kuwa makini na Young Africans kwenye ku mark zile third man running, wachezaji ambao wanakimbia nyuma ya safu ya migongo ya walinzi wao. Max anakimbia sana, lakini mtu pia kumtazama Pacome anakimbia sana nyuma ya safu ya ulinzi. Lakini pia mtu kumtazama nafikiri kwenye mchezo ni Alan Okello. Ni mchezaji ambaye ni kwa sasa kwenye michezo hivi karibuni anaonekana kuwa the most creative player kwenye kikosi cha Young Africans. Akishika mpira lazima uwe makini sana close down ili asipige pasi ya mwisho. Yaani pasi yake inatoka mguuni, ukimpa muda na nafasi
anaweza akatengeneza kitu ambacho kikaja kuwadhuru Azam FC. Kwa hiyo ni mechi ambayo tactically makocha wa timu zote mbili watafocus kwenye maeneo hayo ya udhaifu wa hizo timu mbili, Azam na Yanga, lakini ubora wa hizi timu mbili kama ambavyo nimezielezea hapa. Uzuri wa bahati, kuna washambuliaji ambao wote wana mabao mawili, kwa maana Prince Dube wa Young Africans na Jean Kamanga Ngita wa Azam FC mwenye magoli mawili. Tukazungumzia hawa washambuliaji kwa ufupi sana. Hawa ndio wanakwenda kuamua mechi moja kwa moja kutokana na namba zao kwenye haya mashindano msimu huu. Yes, wamekuwa ni match winners kwenye michezo ya Azam na Yanga. Ngita ndo mshambuliaji ambaye anaongoza kwa magoli Yanga. Nimezungumza mshambuliaji, useme kwamba ndo top scorer. Top scorer kwenye timu yao tunajua ni Faisal, ila mshambuliaji striker mwenye magoli mengi Azam kwenye ligi ni Jean-Jacques Ngita, lakini kwa Yanga ndo unamwona wewe Dube. Kwa hiyo ni wachezaji wawili ambao wamekuwa na mchango mkubwa kwenye matokeo ya Azam na Yanga kwenye ligi pamoja na mashindano haya ya Muungano. Kwa hiyo ni wachezaji wawili wa kuwatazama. Dube nafikiri anaweza kawa na nafasi nzuri ya kufanya vizuri kuliko Ngita, kwa sababu Ngita is more of a target man. Ni mtu ambaye ana stick sana kwenye box, anasubiri mipira cross wa mfidi ili aweze kufunga, kufinish. Lakini Dube ni an all round forward, mtu ambaye yupo kwenye kila eneo, kwenye eneo la ushambuliaji. Anaweza kaenda kulia, anaweza ka drop chini, akageuka kama namba 10 kivuli, anakimbia sana kwenye channel, atulie eneo moja. Kwa hiyo ukiwa na mchezaji mshambuliaji wa aina ya Dube, ni mchezaji ambaye anakera kwa sababu anakudrag sana ukiwa defender, na kudrag kwenye maeneo ambayo yanakufanya wewe usiwe comfortable. Kwa hiyo Dube hata kama asifunga, lakini ana mchango mkubwa sana kuathiri mchezo, tofauti na huyu Jean-Jacques Ngita ambaye naamini kwenye mchezo wa kesho sidhani kama atakuwa na influence kubwa, kwa sababu mabeki ambao atakuwa na mkaba Ibrahim Baka, labda na Asinki au Mwamnyeto ama whatever, ni wachezaji ambao wana enjoy kucheza na target man, kwa sababu mtu kama Baka ana enjoy zile physical battle, na enjoy kukaba tight. Kwa hiyo atamnyima nafasi na utulivu huyu Jean-Jacques Ngita, na kwa aina yake ya uchezaji, na ndio maana nasema hawezi kuwa na influence kubwa katika mchezo, kwa sababu sio mtu ambaye ana move sana, ama anaweza kawa drag ama defender ya Young Africans either kwa kudrop chini ama kwenda kulia ama kushoto kwenye channels, kama ambavyo anafanya Prince Dube. Sasa kama ambavyo anafanya Prince Dube, ndivyo ambavyo anatamatisha Shabel Daniel, ambaye hili alikuwa ni kama mchambuzi kinara katika The Golden Boot, ambako tumeangazia nusu finali ya mashindano ya kombe la Muungano huko visiwani Zanzibar, Young Africans uso kwa macho dhidi ya Azam Football Club. Hadi wakati mwingine, endelea kusalia nasi, na hii ni Anuari TV.